Unajua kwenye football tunaongozwa na sheria na misingi za state, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo hizi sheria zetu tunakuja kuzichanganua wapi? Haya masuala ya endorsement tumekuja kuyagundua siku za mwisho kwenye kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa TFF. Yes. Je, hivi vitu before tulikuwa tunavijadili mwaka mmoja before tunapoelekea kwenye uchaguzi. Hawa wagombea walienda kuomba sheria. Kwa hiyo kwenye hili nafikiri tuna changamoto hata kwenye hawa wagombea wapya. Wanakuja kushtuka jioni, akati kila siku hizi sheria, kuna sheria mama na kuna sheria ndogo ndogo. Sheria mama huaga zinabaki miaka nenda rudi, na hata zikitaka zivunjwe kuna kamati ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuzifuatilia zile sheria na kuzivunja. Lakini kuna sheria ndogo ndogo ambazo mwenye madaraka, Rais Wallace Karia anaweza kukaa nyumbani sebleni, anakunywa soda, anakunywa juice, anakula popcorn, akapiga simu mbili akabadilisha ile sheria na no one ambaye anaweza kumuuliza. Ndio maana kwenye sheria yetu ya migration, uhamiaji, waziri ambaye mwenye zamana ya kusimamia masuala ya uhamiaji, kuna ibara na kipengele ambacho anaruhusiwa kumbadilisha mtu uraia au kumpa mtu uraia bila kuulizwa kwa nini. Hicho kitu watu wamekisahau. Yaani kuna kipengele ambacho hatakiwi kuulizwa kwa nini. Kwa nini umempa uraia? Na ndio maana uliona ile kesi ya baadhi ya wachezaji wa Singida Black Stars akiwemo Emmanuel Kieke, walibadilishwa uraia, watu wakaanza kupiga kelele, wakasahau ile ibara kwamba anayehusika na kubadilisha uraia au kutoa kibali cha uraia, kuna kipengele ambacho hatakiwi kuulizwa kwa nini. Kinamlinda. Kwa hiyo kwenye hivi vitu bwana, ngoja tule mtoli, nyama tutazikuta chini. Unahakika tutazipata nyama, lakini